Ambayo haya tunayoona leo hapa, athari hizi za mafuriko, za hali ya hewa isiyotabirika ambayo inasababisha ukame, inasababisha mafuriko na madhara mengine mengi ya maisha ya watu na uchumi wa nchi hii na kadhalika. Miongoni mwa vyanzo vyake vikubwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo kama taifa ni lazima tutoe kipaumbele katika kuhakikisha kwamba athari za mabadiliko ya tabia nchi tunazihimili. Na ndio maana katika dira yetu ikaweka kama ni moja kati ya nguzo moja kuu. Lakini dira hii ya miaka 50 inalenga Tanzania ya baadaye. Furika sana ni kuona watoto wetu hapa. Hawa walioko hapa, watoto hawa ndio wenye Tanzania ya baadaye. Kitendo cha kuwashirikisha kamilifu katika shughuli za mazingira jambo ambalo mnapaswa kupongezwa sana. Nafurahi kuona watoto wangu hapa. Naamini kabisa kwamba hili swala la mazingira ambalo halipaswi kuwa ni jambo la maneno na kwenye maandishi ya karatasi, kaishia kwenye makaratasi na nyaraka ofisini, inatakiwa liwe kwa vitendo. Na vitendo hivi vianzie kwa watoto wetu. Watoto wetu hawa lazima wajengewe utamaduni wa kuweza kuona mazingira moja katika mambo muhimu sana katika maisha yao, na waendeleze utaratibu wa upandaji miti na utunzaji wa miti hata watakapokuwa majumbani, watakapokuwa wakubwa, watakapoendelea na shughuli zao nyingine za maisha. Mheshimiwa Waziri, wilaya ya Kilosa ina malengo ambayo imejiwekea kwa mwaka kupanda miti milioni 1.5. Na zoezi hilo limekuwa likifanyika katika kipindi cha kila mwaka kwa mfululizo wa miaka hii mitano. Na hivi ninavyotoa taarifa hii hadi kufikia April 2026, kutoka Januari mpaka April 2026, wilaya imeshapanda takriban ya miti milioni 1,575,000, sawa na 105%. Kwa hiyo utaona namna ambavyo uamuzi huu ulikuwa ni uamuzi wa busara, ulikuwa ni uamuzi wa kuja kutuhamasisha zaidi, lakini ni uamuzi wa kuja kuunga mkono jitihada hizi za wananchi wa wilaya ya Kilosa na mkoa wa Morogoro kwa ujumla. Wananchi wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanatunza rasilimali za maji, kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa na kuweza kuepuka shughuli zote ambazo zinaweza kuleta uhatari katika vyanzo vya maji. Wananchi wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mazingira yote yanayozunguka vyanzo vya maji yanatunzwa na kuhakikisha kwamba maeneo yale yote yanapandwa miti na kufanya kilimo au kuweza kupanda miti ambayo ni rafiki wa mazingira.